لحد آخر يوم في عمري، حضني من أول حياتي وهم. Bwana Baraka, mambo vipi? Hali gani bwana? Alhamdulillah, nashukuru. Vipi endeleaje hali msuli hapo nyumbani? Kama kwa salama. Naona mwenyewe mwili sawa sawa kabisa. Kawaida. Sasa bwana Baraka, pale ambapo kwamba tuliachia mimi na wewe, nadhani tutaendelea kwa siku ya leo, na pia watu ambao kwamba wanafuatilia interview yetu ya Jaff Group Company wangependa kusikia pengine maneno mawili matatu kutoka kwako. Sijui mwenyewe uko tayari ama usemaje? Mimi niko tayari. Sawa. Bwana Baraka, katika uigizaji wetu ama katika sanaa yetu ambapo kwamba mimi na wewe pengine tulionana tukapanga mambo mengi sana, na niliona baadhi ya stori zako, unaandika stori nzuri sana. Pengine mtazamaji angependa kujua hasa ni jambo gani hasa bwana Baraka lilikuvutia na kutaka sana kuwa mwigizaji katika sanaa? Mimi jambo ambalo lilinipendeza sana, yani likanivutia, yani mpaka nikapenda sana kufanya sanaa. Kuna mambo ambayo baadhi ya wale waigizaji huwa wanacheza, na kuna maneno fulani pia yani yana ubunifu fulani ambayo hata wakizungumza huwa anavutia. Maneno kama gani, pengine ya ucheshi ama ya kihalisia ya maisha ya watu kwenye kwamba wanaishi? Kuna ucheshi fulani ambao mtu anaweza kaongea mpaka ni ukaona kidogo, yani kuna ile mvuto fulani, yani ile maneno maana unajua kuna maneno mengine, kuna ile maneno ya kujigamba. Sasa kuna pata ambao una ile unazambwani kuwa na ujasiri fulani. Sasa ni ile mtu sasa kuna ile pati sasa anaweza akacheza. Sasa nini ile akakomaza ile maneno yake mpaka ukaona hichi kitu kama chaendelea kweli kutokana na uhalisia wake, na ukiangalia ni kweli anasisitiza lile jambo. Ukiangalia mwenyewe umepata funzo, sio? Ndio. Na ni jambo gani pengine yani katika kule kukomaza jambo, kuhimiza jambo haswa, wewe unazingatia nini pengine kwa wazazi ama kwa vijana wenzetu ama kivipi pale? Maanake sasa pale nikisema mambo ambayo ni mimi mwenyewe ni nasisitiza sana, ni kwa upande wa hii sisi sote, yani kwa upande wa kwa wote, yani ile kujijenga. Unajua kuna vitu vingine ni ule ukivifanya lakini ukiwa wajielewa, maana unajua hata ile picha ikitoka si eti ni mmoja ambaye ataangalia kweli, ulimwengu mzima. Ndio sasa pale tukisema unacheza pata ambayo si nzuri, pata ambayo na maneno mabaya machafu, unajua pale pia kuna uwezekano pia wazazi wako kaiangalia kweli, na lazima waiangalie. Ndio sasa unajua pale kuna uwezekano yani isilete picha nzuri. Okay, asante sana kwa hilo. Na swali la pili hapo ningependa nikuuliza, ni katika maisha ya sanaa ni kitu gani ambacho kwamba ni kukipendi kukiona kinafanywa na baadhi ya na wasanii katika jamii, na ni kitu gani unakiunga mkono sana kiendelee katika jamii ili watu wanufaike? Kitu ambacho naweza sema ni kwa sanaa ambacho sikipendelei sana, kuna mambo ambayo inaweza yakachezeka katika scene fulani katika movie na ukiangalia pata ambayo ni imechezeka, kuna vitu ambavyo vinatokea wanavifanya, lakini sasa si vitu ambavyo viko sawa. Maana ukiangalia kuna sehemu ambayo mtu anaweza pewa acheze kama pati ya sasa ni ile kunini, yani ile kubezi, yani ile umestick mahali fulani, kwamba kwa mfano tuseme unacheza kama wewe ni kwa mfano mama fulani anacheza kama kichawi. Sasa wajua katika ile scene huwa inatokea vizuri kwake, ndio amebezi na pale.
Na kuna wengine pia hucheza vipande vya sanaa lakini wanacheza mambo ya kimapenzi ambapo kwamba hata wewe mwenyewe binafsi kama wewe Baraka ukikaa hata na wazazi wako huwezi angalia. Je, jambo hili wewe kama ambapo kwamba unataka kuwa mwigizaji, jambo hili unalipokea vipi na unalionaje hasa? Mimi kwa upande wa hapo katika muunganisho wa pwani, vitu ambavyo yani huwa sivipendele sana katika hiyo mambo sana kama hapo. Yani ikija katika huu upande wa kimapenzi, unajua kuna scenes zingine ambazo ni ile mtu anaweza tolewa kaambao acheza pati. Lakini sasa unajua pale kuna vitu ambavyo wachukua. Sasa wewe unaweza ukakuwa umetokea na mtu na rekodi scene fulani. Sasa hiyo katika kama scene kama kumbatiana, kukisiana. Sasa unajua pale kuna uwezekano ni ile mtu nile akakusongea karibu, sasa mkakuwa ni mnacheza vya live kabisa mpaka tu ukiangalia hivi unashangaa. Pengine ni kukata ulimi wewe, pengine wajua sanaa ni uigizaji na ni kazi, ni ajira. Pengine uende kwa muongozaji movie ama filamu tuseme amekuwa ni director na umesema kama kukumbatiana waweza vikafanyika kweli. Je, wewe binafsi kwa mfano ukimsikia ambaye haya huyu mbusu ama ukumbatiane naye na ile ni kazi, ni ajira, wewe kama hivyo utafanya vipi? Mimi kwa upande wangu maana pale tayari lazima pale akili iwe tayari iko concentrated, yani akili iwe ntulie. Maana pale ukiangalia akili kwanza, yani hapo lazima ugonge pale, sio utarekodiwa, lakini sasa pale sio kwamba eti itarekodiwa muangalie nyinyi peke yenu. Pale ngwani sasa. Lakini bwana Baraka, ngoja nikwambie, nikukate ulimi, kuna watu wanacheza wanacheza zile scene kabisa, watu wanabusiana, wanakumbatiana kabisa, mpaka unaona pengine wako kitanda vile, unaona. Na mtu unaweza kumwona, ni tukiangalia kama sisi vijana unaweza kumwona mtu ni kama umri wa mama zetu ama baba zetu. Je, wewe kama ambaye kwamba ni mtu ambaye kwamba sasa hivi unataka kuanza kuinukia katika sanaa, je, wewe binafsi unaweza ukashirikiana kucheza na watu kama wale na jambo kama lile ambapo kwamba wewe umesema huenda kunatokea? Je, ungeruhusu kwa mfano mathalan mama mwenzako ama kwa mfano upande wako wewe mtu kama tuseme shangazi yako ama dadako fulani acheze kitu kama vile, wewe mwenyewe ungelikubali vipi ama pengine ungelikubali kiupande gani? Unajua katika sanaa kuna sehemu ambazo inakulazimu ucheze. Maana hata ukisema hii siwezi cheza ile tayari kama iko katika pesi, lakini sasa inabidi uangalie unacheza vipi. Maana seti kila kitu ikitokea basi ni hivi, wewe tayari utakuwa na ile hamu kwa kuwa umeonekana hapa kukumpatia hapa kukisi, utatamani yani ile ngoja kwanza hii kwa ni sanaa. Lakini sasa bwana Baraka ujue kuna watu tayari ile ndio wanapenda. Unaona? Yani ukimwambia mje mcheze scene fulani katika yale mambo, yeye ndo anataka. Yeye anajua automatic katika kichwa chake tayari yeye anapenda kufanya nini? Kushuti movie zile za kukisiana na kubusiana. Yeye automatic tayari. Sasa ndio nakwambia pale ingelikuwa ni dadako ama shangazi lako, wewe binafsi na umesema hivyo vitu unafikiria vitu, wewe binafsi ungempokea vipi? Kwa sababu wewe mwenyewe ni msanii na yeye ni msanii. Sasa dadako umuone kabisa anabusiana na jamaa ambaye kwamba si mume wake, anafanya vile vihoja, wewe kama actor utachukua mbinu gani mpaka nimwambie uliweke sawa jambo kama? Mimi hapo kiuhalisia, yani kuna scene ambazo kweli unazicheza. Maana hata ukiangalia katika mtazama picha zingine, kuna sehemu kama hapo ambapo ulikuwa mnapeana mabusu, kuna ile ambayo unaweza ukakaa nyuma kamera, lakini sasa mkafanya kama mna pretend kukiss, lakini mkakaa hivi, lakini kwa hakuna chenye kinaendelea. Hiyo iko Baraka, kwani kuna ku pretend kukiss? Ndio iko. Wewe tokana pasika asala la. Ndio, hiyo iko. Wala, hiyo iko. Maana sasa pale ukisema tuseme mathalan umesema ku pretend. We are not talking about pretending. The reality. Unaona kabisa huyu jamaa amemkisi dadangu ama amemkisi live kabisa. Unajua katika kissing pale mara nyingi sana huwa ni real. Ushona.
Unajua kuna ile kubusu kwenye shavu kwenye mkono, na kuna ile yani mdomo huu na huu unanyonya na kiasi fulani. Je, sasa ingelikuwa ni dadaku na hivi vitu vitatu, kwa sababu umesema katika jamii hivi vitu vinaharibu. So wewe ingelikuwa ni dadaku, ndio hapo nimestiki hapo, ungelipokea vipi dadaku kama shauri yako? Tuseme dadaku, ungesemaje? Dadangu mimi kwa kuwa ile sanaa sasa, naojua katika sanaa kuna madirector pale. Sasa wewe huwezi jua kama pale yeye director alisisitiza vipi pake katokea vile. Okay, alisisitiza. Unajua ukienda tukifanya movie lazima tuende kwa interview. Huwezi ukachukua athari direct from home at home uambie kuna scene fulani ya kuact kama malaya. Uende direct pa wapi malaya. No, ukienda pale pana watu kama 3 ama 5 ambao kwamba wanacheza ile scene. So atangalia yule ambaye kwamba ana fit pale. Unaona? Kwa sababu ukisema kama ucheze ukahaba, tuseme mathalan ukahaba, lazima uwe fupi, awe yuko kishagishagi, matembo nini. Na ukiangalia mwenyewe ni kwa mfano tuseme mimi nimekulia katika mitindo ya dini na ninafanya kitu ambacho kwamba hichi kitu jamii ya kesho wakija wakikaa chini waone huyu ni Baraka alikuwa anafanya hivi, ama mtoto wako ajasema baba alikuwa akiatika, alafu sasa aone turudi pale aone huyu ni mama, kumbe yule ambaye kwamba anamzungumzia mama sasa alikuwa ni dadako. Unaona? Ama wewe ucheze kama jamaa ambaye kwamba yani unapenda wanawake sana, yani una ule uzembe sana, bado unanyonya na midomo na mwanamke huyu. Alafu sasa ukae na watoto wako na mke wako, ile picha kweli unaweza kuiangalia na ukastahimili? La, ile picha mimi kwangu mimi, yani mimi picha mwanzo, picha kama hizo za, unajua kuna picha kwanza za mapenzi sawa ukaziangalia, lakini sasa kuna ile unaweza sema hii iko sawa, unaweza kuangalia na familia. Lakini sasa kuna zile zingine sasa wamezidi kindani kabisa. Mpaka yani ukiangalia kuna vitu vingine ambavyo wewe mwenyewe ukiwa peke yako unaweza sema kwa kuwa hakuna mtu anaweza angalia. Lakini sasa ukiwa na familia, yani hata unawezekana hata ukipeleka mbele ama ukairukisha. Kwa sababu si vitu ambavyo wewe uweze ukakaa chini. Lakini umesema sana kwamba ni ajira, ni pesa. So unarukisha pesa. Hapana. Okay, sawa. Bwana Baraka, asante kwa swali lako la pili. Swali langu la tatu ningetaka nikuulize ni aina gani ya sanaa? Aina gani ya sanaa ambayo kwamba wewe wataka kuwa nayo maishani, yani iwe waicheza kama mwigizaji, ambapo kwamba hii sanaa unajua mimi nikibase katika hii yani maigizo fulani ndio yatakuwa yananipa heshima na taadhima sana mpaka katika jamii, yani watu watataka kukuangalia Baraka, huyu ni actor fulani hivi na hivi. Mimi napenda hizo party zake. Wewe utachukua kitengo gani yani cha kucheza pale, mwizi kama mabangi hawa wakora, ama kuigiza kama shoga, ama kuigiza yani vitu vyote vile katika, na uonge kwenda kuchagua scene gani uende na? Mimi sina mbele naipendelea sana kuicheza. Basi ni upande wa mandonga. Mandonga ndio maana nakuona umefanya. Mimi mko upande wa mandonga, basi hizo ndo scene zangu. Lakini unajua Bwana Baraka, ngoja nikwambie kitu. Kuna mtu tayari akaangalia movie anamchukia tayari actor kutokana na nyimbo kwamba anacheza. Kuna watu wengine tayari hawapendi movie za ngumi. Hawapendi. Sasa sisi vijana ndio watu tunapendelea ngumi kwa sababu tunajua maana yake, lakini kama wazazi wetu ukiangalia mambo ya ngumi atasema basi mwanangu Baraka yapigwa kweli huyo. Sasa ni kitu gani wajua katika acting unafaa uati kitu ambacho kwamba yani ukiati hivi mpaka yule mtazamaji yani unampa ile feeling ya kuendelea kuangalia tena, unaona? So wewe binafsi katika hiyo upande wa ngumi vijana ungependelea yani iwe na muktadha gani, yani story yake ianzie wapi yani mpaka ije katika mambo na ngumi mpaka yani ufanyishe yule mtazamaji wako awe anapenda sana kati zako? Unajua mimi cha ambacho nakipendelea sana katika hapo kwa upande wa ngumi, yani wajua kweli kwa sasa
yani mtindo ambao imeendelea sana, action sana, ndoa ni nyingi sana. Maana sasa hata inaweza ikatokea mtoto akasema turekodi tu, wakaanza tayari kupigana. Lakini sasa unajua mimi nikisema action, wasipendelee tu, yani jioneshe tu kwa kwati uweza kupigana moja kupigana. Mungu anapenda ni kile kiini kikubwa, sababu yani mpaka ikafikia pale mahali ambao hata inaweza ikavutia, yani ile sababu yenyewe mpaka ikafikia pale inaweza ikavutia watu wengine mpaka akasema hii iko sawa, ama hivi vita mpaka ikatokea, yani imetokea mpaka ikatokea hapo kwa vita. Mtu anaweza akasema mimi mwenyewe hata ingekuwa mimi ningefanya hivi. Yaani kuna ile sababu mpaka mtu inaweza ikamvutia mbali na ile yeah. Okay, na pengine unaweza ukaigiza kama hawa wanaume ambao kwamba wanaigiza wanawake. Wanaume ambao wanaigiza wanawake. Yani unajifanyisha na wanawake, anavaa dera, mabuibui, anajipaka lipstick. Unajua mimi la haula. Mimi kwa upande wangu hiyo party naona itakuwa tatanishi kwangu. Okay, kuna ile ambapo kwamba unaweza cheza lakini una ile haya. Hiyo iko. Na kuna yule mtu ambaye kwamba tayari anasema mimi siwezi cheza kuigiza mwanamke kwa sababu wanawake wao wamejaa. Kwa nini tusiwachukue wanawake wacheze wao kama wanawake? Sasa tucheze kama wao. Kwa hiyo sisi tujifananishe na wanawake. So mtu ukimpa patika kama ile mtu hata mwezi kusema kwa sababu anakuambia mimi ni mwanaume, unaona. So unatamka huyu ameigiza kishoga. Sasa hata mitaani ataambua wewe mwenyewe ni shoga, ndio maana umekuwa sini za ndio. Unaona. Sasa wewe binafsi uje upewe si mchezo na ina malipo mazuri kabisa. Unaona? Baruku bwana, chukua hisi, cheza hisi. Lakini wewe utakuwa kama kistobe fulani. Unaona? Je, unaweza ukacheza? Jamaa kuliambia kupata lipstick au uweshe vipuli dera nini? Mimi kwa upande wangu kucheza pati ya kike, yani italingana kwanza niseme, yani hiyo pati yenye nitaicheza ni yake vipi. Maana sasa kucheza pati ya kike si mbaya, lakini sasa kwingine kwa kupaka ma lipstick mawanja, hasa kwa mimi sasa nitajionyesha kweli ni dhahiri ya kike. Maana hata nikivaa madera sasa, hata ningesema ni kwa upande wa kuyavua, bado nitakuwa na ule muonekano wa huyu akakidemdemu. Ndio maana nimekuambia, wajua kuna mtu tayari anaweza akaona hata kwenye screen akamchukia tayari. Kama mtu anaweza, kama kwa mfano tuseme nchi jirani, kama huyu actor anaitwa Kitale, watu tayari wakimuona mitaani wanamuogopa, anaona ni teja, lakini si teja, anaigiza. Kweli. Na vijana wengi sana chipukizi katika maana anakuambia mimi siwezi cheza mchezo kipumbavu kuigiza ushoga. Unaona? Na kuna mwingine anasema mimi siwezi cheza iza kutisha tena nikiwa kwenye jeneza nikifa kweli, unaona. So yani watu wana ile mentality kwamba wanaona, wengine wanabelieve kwamba movie it's a reality. Kweli. Ambao kwamba sasa ni makosa. Wajua story movie ni kitu ambacho kwamba mtu amekaa akakiandika kisha kikarekebishwa. Na tuelewe kwamba movie hakuna sanaa ambayo kwamba imekamilika. Kweli. Unaona. Sasa katika huu upande mwingine, wajua mwili wako venye huko ukisema mambo na boxing. Alright, na kubaliana naye. Je, kwa mfano mtu aje akushia kwambie wewe cheza kama mganga. Mganga yani kwa mfano tuseme umeenda umeshikishwa na mzee fulani, mmecheza na mzee fulani, yule mzee akafa. Sasa wewe umekuwa kama mrithi. Unaona? Katika ile kati ya kucheza uganga ama wanga. Je, unaweza ukaicheza vizuri kabisa na ukasema acha nicheze kwa kuwa hii ni scene fulani ndio nimepewa, acha nicheze, na ukaicheza vizuri? Ndio, mimi si kama hiyo. Mimi naicheza bila wasi. Mbali na mandonga vita action hizi. Lakini nikapoa scene nyingine fresh, yani mbali lakini na hizi tabia za kike hizi. Lakini fresh nyingine hiyo ni wizi, uchawi ama pati yote. Mimi naweza cheza. Sawa, asante. Na wajua kuna vijana wengi sana wanachukia kucheza wizi. Kwa sababu wajua sisi vijana ukiambiwa mwizi ushaharibiwa jina. Wazee wakiambiwa mchawi ashaharibiwa. Ashaharibiwa jina. Unaona? Lakini turudi katika mambo na hii sana. Wewe katika ukuaji wako tuseme mathalan katika hawa actor wote ambao kwamba ushaiku kuwaona movie zao, story zao, ni actor gani ambaye kwamba alikuvutia sana kwa ukasema acha na mimi niwe kama actor fulani?
Ndio. Unajua kuna ile some habits za mtu fulani watamani uwe nazo. Kweli. So wewe mwenyewe binafsi katika ukuaji wako, katika ile sina kwamba unaandika nini, ni hata gani yani alikuvutia sana mpaka wewe mwenyewe unataka kuwa kama yeye ama zaidi ya yeye? Mimi basi actor ambaye ni amenifanya mpaka ni niwe na mvuto sana mpaka ni ambaye nimebezi sana katika action. Basi kuna mchezaji mmoja hivi anaitwa Babu. Huyo jamaa nadhani kama mpata. Huyo jamaa basi yani toka mwanzo toka nimjue na toka nimfuatilie yani zile picha zake. Huyo jamaa nimemkubali asilimia nzima kabisa. Kutokana na acting zake. Acting zake. Yani na katika acting wewe ni kitu gani ambacho kwamba unazingatia zaidi isikupate? Yani ni ile wajua hata kama ningesema nacheza sana, lakini sasa ni ile sipendele sana ni niwe nacheza tu ati kwa kuwa ati ni picha tu nacheza kujifurahisha. Wewe unapenda nicheze kwa kuwa nafsi imependa, na pia nikitoa ile picha ikitoka najua nimetoka kwa maadili gani, yani kuna watu ambao wataangalia ni kipi ambacho atakipata. Naam, hongera sana. Na je, wewe mwenyewe ungependa siku moja uje ucheze filamu wazazi wako wakuangalie wafurahike, au kwa watoto wako nini? Ndio ndoto yangu sana ndugu yangu, ndio. Na kwa mfano unajua kuna baadhi ya watu huwa wanapenda sana kuact na wazazi wao, na kuna wengine huwa hawapendi tu wazazi wao wajulikane kabisa. Wanataka wao wajulikane how wao tayari. Wewe ni kitu gani hapo pengine usha realize kwa nini kuna baadhi ya actors yani humjui kabisa mzazi wake wala dadake wala mpaka kwa mfano ile siku akija kitoweka duniani ndio wajua kumbe alikuwa mzazi wako fulani ama mzazi wako fulani alikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kundi la pili ni wale ambao kwamba wao upende kucheza na wazazi wao. Unaona? Je, wewe mwenyewe ungependa kufanya vipi wazazi wako ucheze na wazazi wako wajulikane, la kucheza nao ufurahike lakini watu wasijue? Mathalan pengine tuseme majirani ndio watajua. Na usicheze na wazazi wako wasijulikane. Hapo wewe mwenyewe yani ni kipi ambacho kwamba unapenda? Sababu gani unataka kucheza nao ama kucheza nao? Mimi pale ningesema kutocheza nao. Yani katika sanaa, yani mimi naonekana mimi lakini wala usionekane. Unajua kuna uwezekano ile picha ikakuwa kuna mambo mengine pale wajificha nayo, lakini hutaki wale waone. Nile tu wataka tu uone kama ishatoka. Lakini sasa unajua mimi napendelea nile ukisema ucheza nao, kuna mambo pale ya busara yenye itakulazimu sana uyafanye. Na sitosha unajua familia pia. Mimi naona yani venye mtakuwa mshazoeana pamoja pia na ile sanaa, hata kama si hakutakuwa na ile maneno ya kawaida mimi mtakuwa muongea, itakuwa endelea kulingana na sanaa. Lakini sasa kuna heshima fulani pale yani itaingiliana katikati yani. Na nyote yani mtakuwa yani mtajiona kama yani kuna kitu chenye mkifaa ambacho mbali na nyinyi hata majirani na watu wengine yani kitawavutia na mtaona kuna upendo fulani mtaupata. Okay. Jambo lingine Baraka, tukimalizia kabisa, unajua acting watu wengi sana, hata wewe mwenyewe unaona watu wengi sana wanapenda kuact, wanavyo vipaji, lakini utamwona ameingia kwenye group fulani amecheza akishaanza kujiona, akishaanza kuwa tenga na wengine anajitenga, anasema yeye mwenyewe tayari ni brand, anajisimamia yeye mwenyewe. So wewe kivyako wewe mwenyewe unadhani wewe mwenyewe umeona wengi sana, kwa mfano sasa mtandao wa TikTok watu wengi sana wanameza ma TikTokers Mombasa, TikTok Likoni, wherever huko kote. Lakini utamwona ana trendi, akija akitoka kwenye ile brand fulani anapotea. Anapotea kabisa. Tofauti sana na nchi jirani kama Tanzania, mtu utamwona yuko hapa anacheza anajulikana karibia na dunia nzima. Lakini sisi watu wa Kenya sasa wa pwani, acting inaisha hapa pwani hapa, hatusongi mbele, haina maendeleo. Hebu wewe, wewe utafanya vipi mpaka yani watu wakutiwe na filamu zako kwamba wewe mwenyewe utakuzitoa yani mpaka uendelee mbele, uwe juu kabisa? Una mradi gani ama una mpango gani? Na hili jambo hili unalifikiria vipi? Kwa nini
actors wa Pwani hawaendelei? Jambo gani ambalo kwamba linafanya hatuendelee? Mimi naweza sema kuna baadhi ya vitu ambavyo yani havina ile maana. Maana ukiangalia kati ya sisi na WTZ kidogo wale, maana hata ukiangalia wale wakitoa picha yote lazima ita trend. Maana wale wako mbele, alafu wale wana ushirikiano ule mmoja. Lakini sasa huku ndo kama vile nilikuwa nasema, unaenda sasa mtu utatoka naye, lakini akianza kujiona yaweza atajitoa. Sasa unajua tayari pale ukijitoa ile nguvu itakuwa inapungua. Sasa unajua tayari ikiwa vile hakuna vinyeti mnaweza mkasonga. Lakini ukiangalia kwa nchi ile upande mwingine, wale wakiwa na umoja wakianza kitu, ndio maana unaona itakuwa clue, ile clue yao yote itakuwa watu kidogo. Mara ile sasa wakianza kujiendeleza, utaanza kuona wengine wanaanza kuingia, wanafutia. Lakini sasa hapa kwa upande wetu sasa ukianza kusema ni ile hali inaenda hivyo, mara mwingine sasa ni ile akijiona yuaweza, ashajitoa aenda kujipeleka kwake. Ashajitoa. Sasa ni hata kama mlikuwa mko kama watu 10, mkabaki wao. Sasa hata mkisema mtabaki kama wawili watatu, wala hakuna venye eti mnaweza mkaendelea, na hata mkitoa zile sana zenu sioni kama titeza zikakuwa na nguvu. Ndio, na kwa sababu mimi naona watu wengi sana kuchambana, mtu amechukua brand fulani akitoka anaanza kutoa zile aibu za kule, huyo nitongoza sijui nini vitu kama vile. Sasa yani wewe mwenyewe tuzungumzie wewe mwenyewe binafsi. Je, ungependa yani kutolewa na mtu ama ungependa kujitoa mwenyewe, ujikuze mwenyewe hivi kichini uende mpaka ufike juu? Mimi nasema kwa kuwa mimi nina hamu na ile hamu kweli niko nayo, lakini sasa sina cha kujianzia. Mimi labda tu ni ile kama itatokea kutakuwa na mtu ambao ni yuko vizuri wajiamini, ambaye ni mtu ambaye yeye akaelekeza mtu vizuri, mimi naona nikishikana naye tuweza tukapanda. Maanake unajua umoja ndo nguvu. Lakini sasa ukisema peke yako unaweza kaenda, lakini hautaenda kama venye inastahili. Utaenda na kukwama ile waenda mara tulia kwanza, wasema hebu ngoja kwanza nifikirie. Sijazungumza yani kuhusu yani ungependa kuwa na items. Unajua shida ni vifaa. Vifaa ndio vinarudisha sisi vijana nyuma, kwa sababu ukiangalia brand fulani wana vifaa kabambi vya kutosha. Alafu ukijiangalia mwenyewe kuna kifaa hata kimoja. Sasa utabidi kumove pale. Ukimove pale sasa wale wanakutumia kwa maslahi yao. Unajua maakta wengi sana wanachukuliwa njoo ucheze movie. Anaenda anacheza movie, anacheza vizuri kabisa. Lakini pesa ikiingia hapewi sawa. Wale wanamkata. So huyu ni kama ni mtu ambaye kwamba wanamtumia kupata yani kigezo, ni kama kigezo kwa. That's why unaona huyu ana baraka ni kwamba hii scene za action za Mungu anacheza vizuri, alafu ana mashabiki wengi sana wanampenda, unaona. So ukiweka movie jamaa tayari kama ndani ya dakika viewers wengi sana. Pesa ishaanza kuingia hivi na hivi, lakini ukiangalia ile director ambaye kwamba alidirect ama mwenyewe story ama wewe mwenyewe kuipati ile pesa ipati kamili na ile ipata nusu. Sasa hili ni jambo lingine pia sisi wa Pwani ndio linatuumiza. Yana kipaji kizuri lakini hatuwalipi kwa maana kwamba tumeelewana. Hilo kwa wao. Wanawake pia huwa wanapenda sana kutumia sana madirector. Wanapenda sana kutumia wanawake. Wewe jambo hili unalizungumzia vipi hili la mwanamke yani kutumiwa na madirector ama viongozi wa wale wa ile kitengo fulani cha movie wanamtumia kimungu ili apate kutrain? Wewe hili jambo hili unalipokea vipi? Unajua mimi naweza sema, unajua mwanamke kuna ile yaweza jitolea. Ni kama tu mwanaume venye anaweza jitolea. Lakini sasa unajua kuna wanawake wengine kuna ile nia wako nayo kwa ile wanataka kunini. Lakini sasa unajua sasa wakipata mahala ambapo sio pazuri sasa ndo kuna vile ambavyo wataanza kulazimishwa hivi wafanye hivi ndio wapate hivi. Kuna wengine ni wafanye hivi ndio wapate vitu vingine vya muhimu. Sasa unajua tayari pale kipelekea pale yule msichana kwa kuwa na nia atafanya kwa kuwa yotaka kile kitu. Sasa mahali kama pale sasa mimi naona ndio vile ambavyo nilikuwa nakwambia, yani hakuna maendeleo kwenye ambayo sasa yani inaweza ikasonga mbele kitu kama kile. Nyinyi wenyewe mtakuwa tumejipresha pale ambayo sasa hata yule msichana sasa akisema yoshirikiana na yule director kwa masuala mengine sasa ya kimwili, yeye mwenyewe hata kama ni ile atafanya ile sanaa, lakini sasa kuna nguvu fulani atakuwa haiko kamili yani. Maana atakuwa yafanya lakini kama
kudhulumika. Sawa sawa Bwana Baraka, asante sana. Lakini unajua Bwana Baraka, ni ngoja tumalize na story moja. Unajua unaweza mtu anaweza akafanya jambo ukamwona ni kweli anafanya sahihi, kama vile kama umesema wanawake wengi sana, na nashukuru sana umegusia kwa nyingine muhimu sana. That's a good fact kwamba mwanamke atajitumia kweli mwili wake, lakini hatajipata hapo sawa, amedhulumika. Ndio maana akija kukosana naye anatoa zile aibu. Kwa hiyo mwanamke si rahisi kueleka, sisi waume ndio tunaiba sana. So kutokana na hilo Baraka, wajua mtu anaweza kusema kitu ama akafanya kitu unasema ni kweli hapo, lakini kumbe si kweli, kwa sababu wewe utatumia vipi mwili wako ili ujivunie, yani upate viewers wengi ama ma likes mengi, ma comments, ama kwamba tayari wewe umemkosea nani Mungu, kwa sababu unajua kipaji kilikupa Mungu na alikupa umemwasi. So hiyo si kitu kizuri. Na kuna wale maakta ambao kwamba huropokwa tu katika media, katika nini yani wewe umekuwa hata hivi nini, kuna hivi fanya hivi. Watu kama wale wewe mwenyewe ukiwaona vinyambo kwamba bado uko chini, unataka kujiinua, na watu kama wale ambao kwamba wanakudiscourage sana, ni kitu gani ambacho kwamba wewe mwenyewe yani uwezo ukawaambia ama uwezo kuonyesha kwamba kweli mimi nistiki hapa na nitafanya wale? Wajua wewe kwa una nia na una malengo fulani, yani wewe kwa wale wanajigamba, wajua wale kusema wale ni kama ni mazoea tayari, washazoea bwana. Lakini sasa kwa kuwa uko chini na wataka upande, yani wewe kwanza wafanye ustick na kile kitu ambacho ulikuwa unataka kwenda nacho. Wajua umeanzia hapo endapo, lakini sasa ukisema yale maneno yakaanza kukoroga mpaka anza kusema uanze kuvunjika moyo, ile yani kuna venye ambavyo yani inapunguza ile hadhi yani. Sawa sawa Bwana Baraka, wajua ngoja kumalizia na story moja kisha nikuulize swali. Ndio. Kuna jamaa anasema, kuna jamaa alikuwa yeye ni mtingo, yani hao manamba ndio hao stage unaenda wapi, sijui Likoni feri wapi. Sasa huyu kijana alikuwa kidogo akili yake imekorogeka. Sasa kazi yake ni ajaze gari alafu apande kwenye gari liende airudishe. Sasa siku moja akapanda kwenye hiyo gari kwa kwamba yeye ameijaza. Sasa kidogo kichwa chake si mzima. Sasa alipopanda muda akaanza kuimba, sema kukumke na kukumuma kipatana uza kijuso, chizi na chizi wakipatana uza mwendo wazimu, na yeye mwenyewe tayari akili yake ni mbovu. Sasa yule conductor ni kidhuru, siku moja katika uimbaji wake akamuuliza, bwana una kelele sana lakini umezidi na hizi nyimbo zako, lakini mimi nataka nikuulize swali moja tu, ukinijibu hili kila siku mimi nitakuwa nakubeba. Yule kijana mwendo wazimu akamwambia niulize, akamwambia umesema kukujike na kukudumu akipatana usafijusi, chizi na chizi za mwendo wazimu. Je, jambazi na malaya wakipatana uzaa nini? Yule utingo hakuangalia popote, alisema uzaa conductor. Sasa je, huyu mtu ambaye amesema amekuzaa conductor, je, ni kweli hilo ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi hapo naona hilo ni jibu tu lilitoa la haraka tu kulingana na mambo pale waliuliza. Wale abiria wote walicheka na wakasema ni kweli, kwa sababu ukiangalia wewe ndio nimekwambia uweza ukasema kitu ukasema ni kweli. Mtu anaweza kuzungumza kitu ukasema ni kweli lakini si kweli, kwa sababu ukiangalia malaya wafanya kazi wapi? Barabarani. Jambazi wafanya kazi wapi? Barabarani. So ukitaka kuzaliwa pale ni kwa nini hakutaja dereva? Kweli. Okay, asante sana mfuatiliaji wetu. Leo tulikuwa na Baraka hapa ambaye kwamba ni actor mdogo ambaye kwamba sasa ni chipukizi, lakini nadhani ni kama vinyambo kwamba mmemsikia vijana wenzangu wale ma TikTokers wale ambao kwamba wanataka kuwa actor kama yeye. Na nadhani mmemsikia mambo ambayo kwamba ameeleza sana akiwa hapa nyumbani kwake, na yeye mwenyewe ni mtu ambaye kwamba ni mtu ambaye anaandika historia fupi sini ndogo, lakini yeye mwenyewe amesema hataki kuenukia haraka kwa sababu anataka kuweka mambo sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, pengine kutakuwa pengine kuna jambo tumeteleza kidogo, mtaturadhi, na kama kuna maswali ama pengine mna majawabu zaidi au kuongezea, mtatuwekea kwenye comment hapo, na nadhani tukirudi tena tutaweza kuonana salama salmini. Kuwa pamoja nasi na uwe na siku njema. Asante sana.